إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni ndugu zangu, nayusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa rehma zake, amejalia wazazi wawili wakiwa wema huwa ni sababu ya watoto kuongoka nao kuwa wema. Allah akajalia kwa hikma zake wema wa wazazi huwa unaathiri, unaakisi mambo mazuri mazuri kwa watoto wao, ila hutokea mmoja mmoja akapotoka kivyake vyake tu. Tusije tukapigiana mifano tukaambiana mbona fulani alikuwa mzuri mwanawe hakuwa hivyo. Hiyo hutokea, lakini kiasili uzuri wa wazazi na wema wa wazazi huwa unaakisi na unaathiri mambo mazuri kwa watoto wao wanaowalea. Kwa nini? Kwa sababu wazazi ni ufunguo wa furaha kwa watoto duniani na akhera. Wanaandaa maandalizi mazuri ya kuwafanya wawe na furaha duniani na akhera, na kinyume chake wasipokuwa wema, manake wataandaa funguo za kuwafanya wawe ovyo ovyo duniani na akhera. Kwa sababu nafasi ya malezi kwa wazazi, msimamo wao mzuri, wema wao, kujitenga kwao na shetani, kuna nafasi kubwa sana kwenye makuzi ya watoto, kwa sababu wazazi ni kioo kwa watoto na ndio kiigizo chao kizuri. Watoto huwa wanawaona wazazi, huanza kuwaiga wao kabla ya kuwaiga wengine. Na ni kama wanavyosema wasemaji, adh-dhillu la yastaqimu wal-udu a'waj, kivuli hakiwezi kikanyooka wakati mti wenye kivuli hicho umepinda, lazima kivuli chake nacho kitapinda. Kwa hiyo ni wajibu wetu wazazi wote tumche Allah na tuwe wema katika maneno yetu na matendo yetu, na tabia zetu ziwe njema.
na ni wajibu wetu wazazi tuwe na subra sana kwenye kubeba majukumu ya kuwahudumia watoto wetu, kwani ni mtihani mkubwa ambao Mungu huwapa wazazi, yaani watoto wao. Ni mtihani mkubwa. Kwa hiyo mtihani huu wazazi kufaulu ni sharti wawe na uvumilivu mkubwa. Aliulizwa mwema aliyetangulia katika wema waliotangulia, Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alayhi, akaulizwa maneno haya, madha tarakta li auladik. Kiongozi wetu Umar bin Abdul Aziz, umewaachia nini watoto wako? Na aliyeuliza swali hili alikuwa anamuona Umar bin Abdul Aziz mcha Mungu mno, na mali alizozipata kwenye uongozi wake zinasaidia umma sana, mpaka wakaogopa, wakasema huyu atakufa asiwaachie chochote. Kwa hiyo akaulizwa, madha tarakta li auladik, umewaachia nini watoto wako wewe? Maneno hayo anaulizwa akiwa yuko taabani, wanamtazamia pengine maradhi haya ni ya kufa. Qala, akasema, taraktu lahum taqwa Allah, mimi nimewaachia ucha Mungu, ndicho nilichowafunza na ndicho nilichowaachia. Fa in kanu salihina fa inna Allah yatawalla salihin. Hayo ni maneno ya Qur'an, Allah yatawalla salihin. Fa in kanu salihin, wakiwa watakuwa wema, fa inna Allah yatawalla salihin, Allah anawasimamia wema, ni rafiki yao. Kwa hiyo mimi nimewaachia wema, wao wacha Mungu. Wa in kanu ghaira dhalik, kama watakuwa si waja wema, falan atruka lahum ma yu'inuhum ala ma'siyati Allah, siwezi mimi kuwaachia kitu ambacho kitawasaidia wamwasi Allah, niwaachie vitu vya kuwasaidia wamwasi Allah. Kama watakuwa ni wema, basi Allah yatawallahum, atawasimamia mambo yao. Hivi ndivyo alivyosema Umar bin Abdul Aziz. Ndugu zangu, ikiwa tutawapuuza watoto wetu, tutawatenga, tutakuwa hatuwajalijali, kama ambavyo mara nyingi kesi hizo tunazipata sasa hivi. Kuna watu wanatelekeza watoto wao. Ikiwa tutawatelekeza watoto wetu wakiwa wadogo, hatukuwafundisha dini yao, hatukuwafundisha kumjua muumba wao, watoto hawa wakikuwa watakuwa wamepotea. Kukua kwao hakutowanufaisha wao, wala hakutowanufaisha sisi kuzeeka kwetu na baada ya kufa kwetu. Tukiwapuuza wakiwa wadogo, hatukuwafundisha mambo ya Mungu, wakikuwa hawatonufaika wao wala hawatotunufaisha sisi katika uzee wetu na baada ya kufa kwetu. Na hayo tunayashuhudia. Majeneza hufikishwa msikitini, wanaswalia watu wengine, mwenye kufiwa ni mtoto, haswalii. Sio kwamba labda haswalii ameingia, wengine hata kuingia kamwe hawaingii. Wengine wakiingia basi wanaogopa hata kuwa karibu na jeneza. Mwenyezi Mungu atulinde na shari hiyo. Kwa hiyo tuwaandae jamani, ili ukubwa wao uwafae wao na utufae sisi tuliolea pia uzeeni kwetu na baada ya kufa kwetu. Na hili la Mungu kusimamia waja wema lina faida tukifanya maandalizi kama alivyolirekodi Allah subhanahu wa ta'ala katika kisa cha mayatima wawili kilichorekodiwa katika Suratul Kahfi aya ya 82. Nabii Musa alayhi salam alipokuwa na Khidri, baada ya mizunguko yao wakaingia kwenye kijiji kimoja. Walipoingia hawakufanyiwa wema sana pale, hawakupokewa vizuri, lakini Allah alimpeleka mja yule Khidri kwa kazi maalum ya kuwasaidia mayatima wamekwisha fiwa na wazazi wao. Baba yao alikuwa mja mwema, Allah akawajali mayatima wale kwa sababu ya wema wa baba yao. Imerekodiwa hivi, a'udhu billahi minash shaitani rrajim,
wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimain fil madina, amma ule ukuta alioujenga Khidri na Nabii Musa ulikuwa ni ukuta wa vijana wawili mayatima katika mji ule. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, na chini ya ukuta ule kulikuwa kuna hazina yao wale watoto iliyowekwa na baba yao, na ule ukuta uwe ni alama, pindi wakikua wataujua ukuta ule, wakifukua watakuta hazina yao. Na ukuta ulikuwa unaanguka, unakaribia kuanguka. Mungu akamtuma mja mwema aende akaujenge kwa kuwalinda mayatima wasipoteze hazina yao. Wakana abuhuma saliha, na alikuwa baba yao wale mayatima wawili ni mja mwema kipindi cha uhai wake. Fa arada rabbuk, Bwana wako Allah akataka an yablugha ashuddahuma, wale watoto wakuwe mpaka wawe na maarifa, wauone ukuta ule, wayastakhrija kanzahuma, na ili waje watowe hazina yao pale, alama ni ule ukuta. Rahmatan min rabbik, hii ni rehma kutoka kwa Bwana wako. Rehma hii Allah ameweka bima yani mzazi kama vile ameweka bima wema wake alioufanya, imekuwa bima ya watoto wao. Yeye amekwisha kufa, ukuta umejengwa na Allah ili wao wakikua wakute hazina yao. Si leo tunababaika na mabima ya kudanganyana haya, kumbe kuna bima ya wema, unaweza ukaacha mambo mengi mpaka baada ya kufa. Allah atujalie kuwa katika hao. Ndugu zangu, ucha Mungu kwa wazazi inakuwa ni bima tosha kwa watoto, kwa sababu Allah anasimamia ulinzi wao na mpaka mali yao, na hata kama umewaachia wewe, bado msimamizi mkubwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, idha mata ibnu adam anqata amaluhu illa min thalath, mtu pindi anapokufa yale matendo yake mazuri aliyokuwa akifanya huwa yamekwisha katika, hawezi kufanya tena, ila kwenye sehemu tatu alizozifanya mwenyewe akiwa hai, bado hizo hazijakatika. Sadaqatin jariya, sadaka ambayo alikuwa ameiweka mwenyewe yuko hai, ikawa bado ni endelevu, hiyo sadaka itakuwa bado inamuingizia katika hazina yake. Au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu aliyoifundisha huyu mtu aliyekufa, aliifundisha ikawa hiyo elimu bado inatoa faida kwa watu, bado ni hazina yake haijakatika. Au waladin salihin yad'u lahu, au aliacha mtoto mwema, mtoto huyu akawa anamkumbuka mzazi wake akiwa anamwombea dua, au anawaombea dua, anasema rabbi ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Anakumbuka kila wakati, ya Rabbi, nisamehe mimi na uwasamehe wazazi wangu, na uwahurumie, uwarehemu kama walivyonilea mimi nilipokuwa mdogo. Hii ni hazina, inakuwa ni endelevu kwa mtu aliyoiacha mwenyewe. Sasa je, mtoto huyu kama hakuandaliwa, atakumbuka kusema rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira? Hatokumbuka wala hatojua kamwe, na hakuandaliwa. Ndugu zangu, tukiwa tuko hai tukumbuke sana maandalizi ya watoto wetu na kuwakumbusha sana kuwa wema. Tusipowakumbusha kuwa wazuri itakuwa tabu, na ukumbushaji mzuri ni kuanza sisi kuwa wema. Tuwe wema ili tuwe ni kioo kwao. Allah atujalie kuwa katika hao. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Ibn Mas'ud, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah, hivi ya Rasulullah, ni amali gani inayopendeza sana kwa Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, as-salatu ala waqtiha, amali ya kwanza inayopendeza ni kuswali kwa wakati wake. Alichomjibu cha kwanza. Qultu, Ibn Mas'ud anasema nikasema tena, thumma ay, kisha amali gani? Qala, akasema Mtume, birrul walidain, ni kuwafanyia wema, kuwa mtiifu, kuwa mzuri kwa wazazi.
utiifu kwa wazazi ni jambo limezungumzwa sana katika Uislamu. Kuwa mwema kwa wazazi kwa maneno na vitendo limesisitizwa sana. Ibn Mas'ud anasema qultu thumma ay, kisha nikamuuliza tena Mtume, lipi jingine? Qala aljihadu fi sabilillah, Mtume akasema ni jihadi katika njia ya Allah. Kila aina ya jihadi, kila aina ya juhudi katika kuendesha dini ya Allah, mpaka ile ya mwisho ya kupambana kwa ajili ya roho kutoka. Jihadi ni uwanja mpana, ikatajwa mpaka ile ya mwisho ya kutoka roho. Ndugu zangu, huyu mtoto atakuwaje mwema kama sisi wazazi si wema? Ataiga kutoka wapi? Hutokea bahati tu, pengine wazazi wakawa wakorofi, sio wazuri, lakini Mungu akajalia mwingine mtoto akawa ameiga kutoka huko huko nje. Hii ni nadra, lakini sio uhalisia kwamba ndio kila mtu. Lazima tuwe tuna maandalizi ili kizazi kituige sisi wazazi. Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, inna min akbari al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayhi, katika madhambi makubwa ni mtu kuwatukana wazazi wake au hata kuwasema vibaya wazazi wake au kuwasemesha vibaya wazazi wake. Lakini matusi ni kubwa zaidi. Yaani mzazi hata kumwambia hiyo haifai, kosa kubwa sana. Je, kuwatukana, kosa linakuwa ni kubwa zaidi. Mtume aliposema hivi, Abdullah bin Amr bin al-As akasema, wa hal yashtumu ar-rajulu walidayhi, ya Rasulullah, hivi inawezekana mtu akatukana wazazi wake? Qala naam, Mtume akasema ndivyo. Yasubu ar-rajulu aba ar-rajuli wa ummahu, ni pale ambapo mtu atamtukana mzazi wa mtu, baba na mama yake. Yaani mtu anamtukania mwenzie baba yake na mama yake, yule mtu naye akamjibu, fayasubu abahu wa ummahu, na huyo mtu naye akamjibisha vile vile, nawe baba yako na mama yako kadha kadha kadha. Inakuwa wewe mwenyewe ndio umemtukana baba yako na mama yako, jambo ambalo leo limeenea mtaani. Kidogo tu mtu utasikia anampiga mtu tusi la mama yake. Yaani wewe hapo umemtukana mama yako wewe. Mwenyezi Mungu atulinde na shari hiyo. Mara nyingi hutokea vitu hivi. Na je, mambo haya yanapotokea mara nyingi na watoto wamekuwa, haiwezekani kwamba watoto hao walijifunza kwenye makuzi yao? Na kama walijifunza kwenye makuzi yao ya kwanza yalikuwa wapi? Ni majumbani, kusikia sana matusi. Tuchunge midomo yetu, tuchunge akili zetu, ili tuwalee watoto wetu vizuri. Allah atujalie kuwa ni kusikia na kufuata yale mazuri. Barakallahu lana bilqur'ani alazim wa nafa'na bisunnati nabiyhi alkarim. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bilijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah, na kuhusieni ndugu zangu na yusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale aliyotukataza. Ndugu zangu, mara nyingi uasi wa watoto mara nyingi huwa umesababishwa na wazazi kutelekeza au kupuuza watoto wao, kuto kuwafundisha mafundisho ya dini yao na mafundisho ya kumjua Muumba wao. Mara nyingi Abu Huraira radhiyallahu anhu anatuambia, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anayezaliwa huzaliwa kwenye umbile salama. Umbile salama ni kwamba kama vile karatasi nyeupe safi, haina kitu. Anamjua Muumba wake huyu vizuri kwa umbile hilo,
na hii karatasi inaweza ikapokea kila utakachokiandika. Iko vizuri karatasi hii. Mtoto amezaliwa, ameumba umbile la yeye na mahusiano yake na muumba wake, yuko hivyo. Maana yake ni kwamba akipelekwa kwenye mahusiano yale, moja kwa moja ndilo umbile lake. Mtume akasema, fa abawahu yuhawidanihi, basi wazazi wake ndio wanayemfanya sasa akawa Yahudi. Uyahudi manake ni kitu cha kutengenezwa na binadamu. Au yunasiranihi, au wakamfanya awe mnaswara. Unaswara ni dini iliyotengenezwa na wanadamu. Au yumajisanihi, au wakamfanya awe pagani. Upagani ni mambo pia yaliyotengenezwa na wanadamu. Kwa hiyo mtoto anazaliwa ana mahusiano yake na Mungu moja kwa moja aliyemuumba. Iko karatasi safi. Mara tu wazazi ndio sasa wanamtoa kwenye ile, wanamuingiza hicho walicho nacho wao. Kwa hiyo maneno haya yanatufundisha ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, huyu mtoto aliyezaliwa ana mahusiano na Mungu vizuri, yuko safi. Wazazi wakipuuzia au wakapandikiza kingine, maanake ni kwamba tayari wao ni sababu mara nyingi ya kumpotosha mtoto huyo. Allah atujalie kuwa ni kufuata yale mazuri. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anatuambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, inna Allaha sailu kulla ra'in amma star'ahu, Allah atamuuliza kila mchungaji kuhusu kile alichomkabidhi kukisimamia, kukichunga. Ahafidha dhalika am dayya, anamuuliza kuhusu kwamba alichunga vizuri akahifadhi ama aliacha tukikapotea. Tumepewa uchungaji mwingi, nafasi za juu mpaka za chini mpaka mwisho, kila ulichokabidhiwa kukichunga. Wazazi, walezi, walimu, raisi wa makatibu kata, maaskari wote, kila mmoja amepewa nafasi ya kuchunga. Ataulizwa na Allah, alichunga vizuri akahifadhi alichokabidhiwa ama alikipoteza, alikiacha kikaenda ovyo. Hatta yusala ar-rajulu an ahli baitihi, wataulizwa mmoja mmoja mpaka itafikia mtu ataulizwa kuhusu familia yake. Na wewe ulichunga vipi familia yako? Uliiangalia vipi? Ulikuwaje mwendo wa maisha yako kwake? Ndio uchungaji wenyewe huo. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Allahumma arda an ali nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahumma ighfir li ali nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.